Taarifa kutoka kwa jeshi la magereza kuhusu afya ya Tundu Lissu imezua taharuki na sintofahamu nchini Tanzania. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Hofu, sintofahamu na vita vya taarifa vimetawala ghafla mjadala wa kisiasa nchini Tanzania baada ya madai ya kushtua kuhusu afya ya kiongozi mmoja wa juu wa upinzani kuzagaa kwa kasi kabla ya mamlaka husika kujitokeza kuvunja ukimya kwa kauli nzito. Ni taarifa zilizozua taharuki zikienea katika magazeti na majukwaa ya habari zikidai kuwa hali ya afya ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ilikuwa mbaya na kutia wasiwasi mkubwa. Lakini ndani ya saa chache simulizi hilo lilibadilika mwelekeo. Kutoka jijini Dodoma, jeshi la magereza lilijitokeza hadharani likitoa kanusho kali na kuweka wazi msimamo wake kuhusu kile kilichoelezwa kuwa si taarifa sahihi. Katika taarifa rasmi iliyotolewa Machi tarehe 25 mwaka huu, msemaji wa jeshi hilo SSCP Elizabeth G. Mbezi alikanusha kwa nguvu madai hayo, akisisitiza kwamba yanalenga kuleta taharuki isiyo na msingi ndani ya jamii nchini Tanzania. Kwa mujibu wa maelezo hayo, hali ya afya ya Tundu Lissu imeelezwa kuwa ni njema na hakuna hatari yoyote inayomkabili kwa wakati huu. Ni kauli iliyokuja kwa wakati nyeti kwa sababu siku chache zilizopita kulikuwa na hoja nzito iliyowasilishwa katika mahakama ya rufani, hoja iliyogusa moja kwa moja hali ya afya ya kiongozi huyo na uwezo wake wa kupata huduma muhimu za matibabu. Katika mazingira hayo, taarifa zinazokinzana zimeanza kuibua maswali mapya. Na ni nani anayesema ukweli? Na ni ipi hali halisi ya afya ya Tundu Lissu? Ndani ya mahakama ya rufani kulikuwa na taswira tofauti kabisa. Huko hoja iliwasilishwa ilionyesha hofu ya kuongezeka kwa madhara ya kiafya ikiwa huduma muhimu za matibabu hazitapatikana kwa wakati. Muktadha wa hoja hiyo ulijikita katika kushindwa kuhudhuria kliniki ya matibabu, hali iliyodaiwa kuwa inaweza kusababisha athari zisizoweza kurekebishika. Kwa msingi huu kulikuwa na msisitizo wa umuhimu wa kusikilizwa kwa haraka kwa shauri la mapitio iliyowekwa mbele ya mahakama hiyo. Shauri hilo lilikuwa na uzito wa kipekee, lilifunguliwa kupinga uamuzi wa mahakama kuu ulikataa kuruhusu kuwasilishwa kwa ushahidi mpya katika kesi ya uhaini unaomkabili Tundu Lissu. Kwa uamuzi huo wa awali ulisababisha kusimama kwa usikilizwaji wa kesi hiyo kwa muda usiojulikana, na hapo ndipo mnyororo wa matukio ulipoanza kujengeka. Kesi ilisimama, muda ukaanza kusonga, na ndani ya kipindi hicho hoja ya kiafya zikaanza kujitokeza. Hofu ikaongezeka, na sasa taarifa kutoka magazetini zikazidisha hali ya sintofahamu. Lakini kwa upande wa jeshi la magereza, msimamo umebaki kuwa mmoja, kwamba hakuna hatari ya kiafya iliyopo, kwamba taarifa hizo ni za kupuuzwa na kwamba zinalenga kuleta taharuki, na ni msimamo unaosisitiza pia jukumu la vyombo vya habari. Katika taarifa hiyo kulikuwa na wito mzito kwa waandishi wa habari kote nchini kufuata misingi ya taaluma yao, kuhakikisha taarifa zinahakikiwa, kuthibitisha vyanzo na kuepuka kusambaza habari zisizo na msingi. Ni wito unaokuja wakati ambapo mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vina nguvu kubwa ya kuunda mitazamo ya umma kwa muda mfupi sana. Na katika muktadha huu, swala hili linazidi kuwa zaidi ya mjadala wa afya ya mtu mmoja, linageuka kuwa mjadala mpana kuhusu uwajibikaji wa habari, uwiano kati ya haki ya kupata taarifa na wajibu wa kuhakikisha taarifa hizo ni sahihi. Lakini pia linagusa eneo nyeti zaidi, haki za wafungwa na mahabusu. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la magereza, taasisi hiyo inatekeleza majukumu yake kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu, huku ikitathmini utu na haki za binadamu kwa wote waliopo chini ya uangalizi wake. Ni kauli inayolenga kujenga imani kwa umma, lakini wakati huo inakutana na maswali yanayotokana na hoja zilizowasilishwa mahakamani.
kwa sababu ikiwa kuna madai ya kukosa huduma za matibabu, basi hilo litakuwa suala la msingi wa haki za kibinadamu. Na hapa ndipo mvutano wa simulizi mbili unapoonekana wazi, kwamba simulizi la kwanza kutoka kwa mamlaka inayosisitiza kuwa kila kitu kiko sawa, simulizi la pili kutoka katika hoja za kisheria inayodokeza uwezekano wa changamoto za kiafya. Na kwa watazamaji na wananchi wa kawaida, hali hii inaweza kuwa ya kutatanisha, lakini kwa wachambuzi wa siasa na sheria ni ishara ya mgongano wa mitazamo unaohitaji ufafanuzi wa kina. Na katika historia ya siasa za Tanzania, kesi zinazohusisha viongozi wa upinzani zimekuwa zikifuatiliwa kwa karibu, si tu kwa sababu ya masuala ya kisheria, bali pia kwa athari zake za kisiasa. Na kesi hii ya uhaini ni mojawapo ya kesi zenye uzito mkubwa katika kipindi cha hivi karibuni. Inaathiri si tu mhusika binafsi, bali pia mwelekeo wa siasa za upinzani nchini. Na sasa suala la afya linaongeza sura mpya katika simulizi hilo, kwa sababu afya ya kiongozi inaweza kuathiri uwezo wake wa kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kisheria, inaweza kuathiri kasi ya kesi na hata matokeo yake. Na kwa upande wa Chadema na wafuasi wake, suala hili linaweza kuibua hisia kali, hofu, mashaka na hata shinikizo la kutaka uwazi zaidi kuhusu hali halisi. Kwa upande wa serikali na taasisi zake, ni suala la kulinda taswira ya uwajibikaji na kuhakikisha kuwa haki zinazingatiwa. Na katika mazingira haya, jukumu la mahakama linabaki kuwa muhimu zaidi, kwa sababu ndilo jukwaa pekee lenye mamlaka ya mwisho ya kutoa mwelekeo wa kisheria. Ikiwa shauri la mapitio litasikilizwa kwa haraka, linaweza kutoa mwanga mpya. Ikiwa litachelewa, basi linaweza kuendeleza mjadala huu wa sintofahamu. Na kadri muda unavyosonga, basi shinikizo linaendelea kuongezeka. Shinikizo kutoka kwa umma, shinikizo kutoka kwa wanasiasa na shinikizo kutoka kwa wadau wa haki za binadamu. Kwa sasa hali imegawanyika kati ya taarifa rasmi na madai yaliyowasilishwa katika mchakato wa kisheria, na katikati ya mgawanyiko huo kuna swali moja kuu: ni ipi hali halisi? Ni swali ambalo bado halijapata jibu la mwisho, lakini jambo moja linaonekana wazi, kwamba kesi hii si tu kesi ya kisheria, ni simulizi ya kisiasa na ni mtihani wa kitaasisi, na ni kipimo cha uwazi katika utoaji wa taarifa kwa umma. Na katika siku zijazo, macho yote yataendelea kuelekezwa Dodoma, kwenye mahakama ya rufani na kwenye taasisi zinazohusika, kwa sababu kile kitakachotokea kitaamua si tu hatma ya kesi hii, bali pia kiwango cha imani ya umma katika taasisi zake. Na katika vita hii ya taarifa kati ya hofu na uhakika, ukweli unabaki kuwa silaha yenye nguvu zaidi, na ni wakati pekee utakaoamua ni simulizi ipi itabaki kusimama. Ni hayo tuliokuandalia, mpenzi mtazamaji, kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi, zidi kusubscribe, kulike na kushare video zetu, manake hapa ndipo unapopata taarifa za kweli.